Kama ni mara yako ya kwanza unatazama video yetu, tafadhali onesha support yako, onesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe. Kama wewe ni mfuatiliaji na ni mdau mkubwa, ni shabiki mkubwa wa Dubu TZ kwenye kazi yake mpya inayokwenda kwa jina la Huyu Ni Nani, hakikisha unaonesha upendo kwa kusubscribe kwenye channel yetu ya Simulizi Plus. Na pia ukitaka kuangalia ikiwa kwenye mfumo wa original movie, hakikisha unatembelea hapa YouTube kuna channel ya Dubu TZ upate kuangalia Huyu Ni Nani kwa kwenye mfumo wa original video. Bwana, moja ya vitu ambavyo tunaendelea kuvishuhudia kwenye movie ni vitu vikubwa na ni vitu ambavyo vina mafunzo makubwa ndani yake. Bwana, tunaona kwamba Marabadi anakuwa ni mtu ambaye anaona kama Kasongo anafaidi. Yani kuna vitu ambavyo Kasongo akivifanya kwa upande wa Marabadi, yeye anaona kwamba huyu mtoto ni mtoto wa kuja tu na ameokotwa na istosha, ameokotwa na baba, lakini mwisho wa siku anakuja anamiliki vitu ambavyo nimenunuliwa mimi. Na ukitaka kuangalia, ukitaka kufuatilia, ndipo unagundua kwamba Kasongo ni mtoto mdogo sana na Marabadi inaonekana kuwa ni mtu mzima, lakini ni mtu mzima tunaweza tukasema kwamba ni zero distance, yani kidogo dishi limeyumba kwa upande wa Marabadi, kwa maana ni mtu mzima lakini ni mtu ambaye akili zake naweza nikasema kwamba haziko vizuri. Tutafahamu nini ambacho kinaendelea kwa upande wa Marabadi, atakuwa anaigiza ama ndio hivyo alivyo. Lakini kwa upande wa Kasongo bwana, tunamwona kwamba ni mtoto ambaye ana usikivu mkubwa sana na ni mtu ambaye kwa muda mfupi anaweza akafanya jambo, akafocus kwenye jambo na likawa na matokeo. Bwana, kama unavyojua kitu ambacho natakiwa kijue, natakiwa kujua kwamba Kasongo sio mtoto wa kawaida. Yani Kasongo sio mtoto wa kawaida hata kidogo. Yani kuna vitu ambavyo vitakwenda kushangaza ukivifahamu kutoka kwa Kasongo. Bwana, Kasongo ni mtu ambaye amekuja duniani ama amekuja kwa familia ya Dubu kwa jambo ambalo yeye analiplani, na paka sasa hivi hatujajua kwamba ni jambo gani ambalo limemleta Kasongo, kwa maana amekuja kwenye familia na inaonekana kwamba ni mtu ambaye kuna mission ama kuna plani ambayo amekuja kuifanya ama kuitekeleza huku duniani. Bwana, sasa tunaona kwamba kwa Marabadi anaona kwamba anaamua kumbania, yani kumbania Kasongo asifanye vitu kama hapo. Alimkuta Kasongo amekaa kwenye kiti, Marabadi akamwambia kwamba wewe ni chokolatu na usuna kali hivi viti, kwa maana nimenunuliwa mimi, baba kaninunulia mimi, haja kununulia wewe, kwa maana wewe umeokotwa huko majalalani. Bwana, haya ni maneno ambayo Marabadi alikuwa akimwambia Kasongo, lakini Kasongo na yeye kwa sababu anamtii, anamsikiliza Marabadi, akaamua kumpa kile kiti. Sasa Marabadi akaenda akakaa pembeni. Sasa Marabadi baada ya kuwa amekaa kwenye kile kiti, bwana, kama unavyojua kwamba Kasongo sio mtu wa kawaida, yani ana miujiza fulani. Na ndio maana nakwambia kwamba kitu ambacho utakuja kugundua hapo mbeleni, mission nini, maana nini huyu Kasongo huyu, naweza kusema kwamba najiuliza kwamba ametoka wapi na amekuja duniani kufanya nini, na kwa nini baada ya kuja yani kaanzia kwenye familia ya Dubu. Moja kwa moja kuna kitu ambacho kitakuwa kinaendelea, kwa maana hata kuja kwenye familia ya Dubu sio kawaida. Yani kuna mission inaonekana kuwa imemleta duniani, amekuja kuitekeleza. Sasa sijui ni mission gani ambayo amekuja kuitekeleza Kasongo, lakini twende sawia utapata kufahamu nini ambacho Kasongo kimemleta duniani. Lakini kabla tujiendelea, hakikisha unaonesha upendo wako, unaonesha support yako kwenye channel yetu, na subscribe na share video ili mpate kuangalia nini ambacho kinakwenda kujiri na nini ambacho kinaendelea ni movie pendwa inayokwenda kwa jina la Huyu Ni Nani kutoka kwa Dubu TZ. Bwana, tunaona kwamba Marabadi baada ya kuchukua kile kiti, bwana, Kasongo akukubali kabisa. Yani alifanya magic, alifanya miujiza, na Marabadi akawa anajikuta kuwa anaanguka tu kwenye kile kiti. Mwisho wa siku na yeye aka give up, akakata tamaa kabisa, hakuendelea kuforce kukaa kwenye kile kiti, kwa maana kila alipokuwa akijaribu kukaa alikuwa anajikuta kuwa anaanguka. Yani ina maana kwamba miujiza ambayo Kasongo alikuwa akifanya ilikuwa inakwenda kumuondosha Marabadi kwenye kile kiti, na akajikuta kuwa anakaa chini bila yeye kujua kwamba Kasongo ndo msababishi wa hayo yote ambayo yanatokea. Sasa
Tukiachana na hapo, tunakuja upande wa pili. Sasa upande wa pili ni moja kwa moja tunakutana na Dubu. Bwana Dubu baada ya kuwa ametafuta karatasi zake kwa muda mrefu, sasa anaamua kumpigia Mchuchu. Akimpigia Mchuchu, alitaka amuulize kwamba mbona karatasi zake hazipo au Mchuchu ndo atakuwa amezichukua. Sasa baada ya kumpigia Mchuchu simu, kabla hajaongea nini ambacho alikuwa anataka kumwambia Mchuchu, mara ghafla zile karatasi zikawa zinasogea kwa upande wa Dubu kama zinasukumwa na upepo fulani hivi. Sasa hichi ni kitu ambacho of course kidogo kilimshtua Dubu, kwa maana alikuwa ategemei kwa kila ambacho kilitokea. Zile karatasi kabla hajaongea sentensi ambayo maswali ambayo alikuwa anataka kumuuliza Mchuchu, bwana zile karatasi zilikuja zenyewe miguuni mwa Dubu, na akakata simu kwa kumwambia Mchuchu kwamba imetokea emergency kidogo, nitakupigia baadaye. So moja kwa moja akaziokota zile karatasi, lakini kwa mshangao mkubwa sana, kwa maana lilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa sio la kawaida. Anyway, tukiachana na huko, mara moja kwa moja tunaona kwamba kwa upande wa Kasongo shuleni anafanya vizuri sana, na hapa awali walikuwa na mitihani ambayo inaonekana kwamba Kasongo kafanya vizuri sana. Sasa kwa upande wa Mbalamadi, na yeye anasema kwamba wao wamefanya mitihani lakini hawajagawiwa. Lakini inaonekana kwamba kwa upande wa Mbalamadi, yeye shuleni kidogo akili azimo. Sasa alikuwa anaogopa kuleta matokeo ya mtihani kwa baba yake, lakini baba yake aliweza kumforce, mwisho wa siku akaleta. Ili kwa upande wa Mbalamadi ilikuwa inaonekana kwamba kafanya mtihani vizuri, na akajipatia surprise ya kutoka na baba yake kwenda kwa kubichi kula miogo. Mbalamadi na yeye akabaki nyumbani kwa kuambiwa kwamba achambwe dagaa asonge ugali yale, ajifunze siku nyingine. Akifanya vizuri basi na yeye atapata chance ya kutoka na baba yake, wataenda kula bata. Sasa mimi nikukumbusha tu kwamba hii ilikuwa ni nafasi nzuri ambayo umetoka kuitazama. Hakikisha unaonyesha upendo, una support kwa kubonyeza subscribe. Tukutane kwenye nafasi nyingine inayofuatia. Asanteni sana.